na sio tutaweka mpaka recording sio kishaanza kurekodi Hamjambo wanafunzi. Hamjambo wanafunzi. Leo hii ningetaka atuweze kushughulikia masuala muhimu sana katika uandishi wa insha. Katika uandishi wa insha kuna matatizo mengi ambayo yanawakumba wanafunzi, lakini tumeng'amua kwamba wanafunzi wengi wamekuwa na mapuuza. Hawatilii maanani sana kule kudurusu au kusoma yale ambayo yanahusiana na insha ili kuweza kujiboresha. Madhumuni ya kipindi cha leo ni kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi ana uwezo wa kuandika insha nzuri, na pia kuweza kujitahini mwenyewe, kuweza kusahihisha insha yake mwenyewe na akaweza kujituza ipasavyo. Kisha na maana ni kwamba watu tukiwa nyumbani hatuwezi kusahihisha insha kwa kila mtu kupitia mtandaoni. Kwa hivyo kwangu mimi nimeona ni busara tuweze kupitia yale ambayo ni muhimu, tuweze kuelekezana ni vipi unaweza kuandika insha ukaipitia na ukajua unaweza kupata alama ngapi katika hiyo insha ambayo tayari umeandika. Ningetaka tuanze na kuangalia maagizo katika karatasi ya insha. Karatasi ya insha kama tujuavyo huwa umepewa muda wa saa 1:03, na katika muda huo unapaswa kuandika insha 2. Maagizo yanasema kwamba andika insha 2. Insha ya kwanza ni ya lazima. Hilo ndilo agizo la kwanza. Kusema kwamba insha ya kwanza ni ya lazima sio kumaanisha kwamba ndio muhimu sana kuliko zingine. La, ni
ni ya lazima kwa sababu huwa ni insha ya aina yake. Kumbuka kwamba huwa tuna insha zile za kawaida na zile za kiuamilifu. Insha ya kwanza huwa ni zile insha za kiuamilifu, na ningetaka kutoa mifano ya hizo insha ambazo tunaita za kiuamilifu. Na insha za kiuamilifu ni insha ambazo zinahitaji utaratibu fulani katika kuandika, sura ya kipekee katika kuziandika na kadhalika. Na mifano ya insha hizi za kiuamilifu kama vile kumbukumbu, barua rasmi, barua kwa mhariri, kuandika ripoti, hotuba, resipe, memo, ratiba, barua za mialiko, wasifu, tawasifu, wasifu kazi au pia tawasifu kazi, fomu, hojaji, tahakiki, insha ya picha, mazungumzo, mahojiano na tahariri. Kuna jambo moja ambalo ningetaka kutaja hapa, kwa kwamba anazungumzia maagizo, lakini muhimu kutaja kwamba kati ya insha hizi ambazo nimetaja kuna zile ambazo kwa mazoea zimekuwa zikiletwa katika mitihani. Kwa mfano, insha aina ya kumbukumbu, insha aina ya kumbukumbu kuna yani mwaka wa 2003, mwaka 2012, mwaka 2018 zililetwa katika mtihani. Barua kwa mhariri mwaka 2006, mwaka 2017 zililetwa katika mtihani. Ripoti imetokea sana mwaka 1997, 2005, 2015, 2016 kumekuwa na insha ya ripoti. Hotuba mwaka 2000, mwaka 2004, mwaka 2008, mwaka 2014, mwaka 2019. Kwa hivyo mara 5 kwa kipindi cha hiyo miaka takriban miaka 20. Pia kuna hizi zingine moja memo mwaka 2013, wasifu mwaka 2009, mazungumzo mwaka 1999, mwaka 2002, mahojiano mwaka 2010, tahariri hata tahariri mwaka 2007. Yaani tunasema nini? Kila baada tunasema ni kwamba kuna zile insha lazima uhakikishe kwamba unaelewa kuandika, kwa sababu zinaletwa sana katika mtihani. Na hapo tumeona kwamba kuna ripoti imetokea sana, hotuba, kumbukumbu, pia barua. Kwa hivyo ni muhimu uwe una uhakika kwamba insha hizo 4 ambazo nimetaja, aina hizo 4 umetilia maanani sana. Si kusema kwamba uweze kupuuza zingine, la, lakini kulingana na ile historia ya maswali ya mtihani, ni dhahiri kwamba NEC inazipa uzito aina hizi za insha, na lazima kuna sababu zake. Kwa hivyo nilikuwa nazungumzia kuhusu agizo la kwanza kwamba uandike insha 2, na insha ya kwanza ni ya lazima. Na nilisema kwamba insha hiyo ya kwanza ndio insha za kiuamilifu. Kuna insha zingine. Agizo la pili, kisha chagua insha nyingine moja kati ya hizo 3 zilizobakia. Insha hizo zingine 3 ambazo zimebakia ndizo tunaita insha za kawaida.
na utapata kwamba kuna ile insha aghalabu huwa ni ya pili, huwa ni inahusu masuala ibuka, ambapo unahitajika kutoa hoja mbalimbali. Unaweza kuulizwa kwa mfano uweze kueleza faida za simu za rununu, uweze kueleza faida za magari ya matatu na kadhalika. Aina insha nyingine ya kawaida ni ile insha ya methali. Pia ni insha ambayo inatokea katika mtihani na aghalabu huwa imeorodheshwa ya 3, na tunashauri kwamba iwapo unaelewa vizuri ile methali na uko na kisa ambacho kinafikiana vizuri na ile methali, ni vizuri uweze kuandika ile methali. Lakini kama huelewi, ni swali ambalo unapaswa kuliabaa kama jini, kwa sababu tumeona miaka mingine wanafunzi wakijaribu kujibu maswali ya methali ambazo hawazielewi na wanaabulia patupu. Kwa mfano kuna mwaka wa 2008 ambapo kulikuwa na insha ya methali, matikiti na matago ndio maponya jaa, na wengi hawakuelewa. Pia mwaka wa 2011 Pele hupata msikucha, na pia wengine hawakuweza kuelewa ile insha. Kwa hivyo unapata kwamba kama hukuelewa usijibu. Insha ya 4 ya kawaida ni ile insha ya 3 ya kawaida ni ile insha ya mdokezo, ambapo unapatiwa kisa uweze kuendeleza, au unapatiwa maneno uweze kutamatisha nayo kisa fulani. Kwa hivyo iwapo pia umesoma na kuelewa yale maneno na unaweza kupata kisa ambacho kinaafikiana na yale maneno, ni vizuri kujibu hilo swali. Kama hukuelewa, tafadhali usijibu hilo swali. Agizo la 3 ni kwamba kila insha isipungue maneno 400. Kila insha isipungue maneno 400. Ni vizuri kuelewa kwamba kulingana na silabasi ambayo tunaegemea, ni kwamba insha huweza kusahihishwa kulingana na idadi ya maneno. Kwa maana gani? Kama hukuandika insha kamili, insha ambayo iko na maneno 400 na 400 ni maneno 375 hadi 400, hiyo insha ndio tunaita insha kamili na ndio inasahihishwa kwa 20. Kama umeandika insha ambayo ni robo 3, maneno 275 hadi 374, basi hiyo insha ni robo 3 na inasahihishwa kwa 15. Ile insha ambayo iko na maneno 175 hadi 274, hiyo insha ni nusu na inasahihishwa kwa 10. Kwa hivyo unapaswa kuelewa hivyo. Ya mwalimu Bwana Wamalwa anaomba kwamba uandike admission namba yako pamoja na jina lako vizuri, ili aweze kuchukua majina ipasavyo. Nilikuwa nazungumzia kuhusu umuhimu wa urefu wa insha 400. Nasema kwamba kama insha yako iko na urefu wa maneno 274 kurudi chini hadi 175, hiyo insha ni nusu na inasahihishwa kwa 10. Kwa hivyo hata kama ni barua umeandika fupi, uwe unaelewa vizuri kwamba hiyo insha itasahihishwa kwa 10. Na kwa hivyo
ni kumaanisha kwamba hutapata 10. Hutapata 10 kwa hiyo insha. Utapata chini ya 10 kwa sababu labda kuna makosa ya sarufi na hijai, hujajitosheleza kimaudhui na kadhalika. Kwa hivyo tuelewe hivyo vizuri. Kuna ile insha ambayo tunasema ni robo ambayo inasahihishwa kwa 5. Kutoka neno moja hadi maneno 174. Hiyo insha inasahihishwa kwa alama 5. Na wakati mwingine kama uko na mwandiko mkubwa utaweza kujaza ukurasa na uone kama umeandika. Lakini yale maneno kama hayajafika 170 na hayajapita 174, basi hiyo insha ni robo na mtahini atasahihisha kwa 5. Alama zile ambazo unaweza kupata nyingi ni 5. Kwa hivyo kama makosa ni mengi utapata chini ya hapo. Kwa hivyo hilo ni agizo la urefu. Agizo la 4 ni kwamba kila insha ina alama 20 na alama 20. Kwa nini mtahini anasisitiza hivyo? Anasisitiza kwamba kila insha ina alama 20 kwa sababu imebainika kwamba kuna wanafunzi ambao wanatilia maanani sana ile insha ya lazima na kupuuza ile insha ya zile insha zingine. Ni kwamba unatumia muda wako mwingi kuandika insha ya kwanza. Kama tuseme ikiwa imesalia kama dakika 30 ndio unakumbuka kwamba kuna insha ya pili, na hivyo unaiandika na unakosa kukamilisha. Ripota mtahini anasisitiza kwamba kila insha ni alama 20. Na nashauri kwamba sio lazima wakati wa mtihani uanze kwa kuandika insha ya kwanza. La, iwapo hukuelewa vizuri ile swali, anza tu na swali la pili, ile insha ambayo utakuwa unaelewa au unaelewa vizuri, na hivyo utaweza kutulia vizuri, utaweza kuandika hiyo insha ya pili kwa muda ufaao. Kisha unaingia kwa insha ya pili. Mimi ningetaka kushauri hivyo. Isiwe kwamba unatumia muda mwingi sana katika kujibu hiyo insha ya kwanza na unapuuza ya pili. Kabla ya kutoka hapo niseme kwamba kuna wakati ule ambao huwa umepewa huo muda wa saa moja na dakika 45. Hizo ni dakika 105. Katika dakika hizo 105, dakika 15 ni dakika za kukuwezesha kuandika vidokezo kwa ile insha ambayo umechagua, na dakika hizo ambazo zimesalia dakika 40, kila insha unapaswa kutumia kuandika, unapaswa kutumia dakika 40 kuandika, ili uweze kuhakikisha kwamba hutaweza kupungukiwa na wakati kamwe. Hayo ndio maagizo ambayo tunapaswa kufuata katika kuandika insha, na hayo maagizo ni muhimu sana, na kama mwanafunzi unapaswa kuyapitia vizuri na uyatilie maanani katika uandishi wako. Moja kwa moja ningetaka tuanze kuangalia sasa namna ya kushughulikia kusahihisha insha. Ni vipi ambavyo utaweza kujua hii insha ambayo nimeandika nitapata alama 10, nitapata alama 15, nitapata 18 na kadhalika. Baadhi yetu tunachukulia kwamba walimu wako na mambo yao. Ati huyu ananichukia, hata nikiandika namna gani zangu atanipatia 9, atanipatia 11, atanipatia 12, atanipatia 15. Sivyo. Kuna ule utaratibu ambao huwa umewekwa,
Na niseme kwamba katika kusahihisha insha sana sana kuna ile swala la kukadiria. Huyu anaweza kuwa kwa kiwango gani, na hapo nitazungumzia kuhusu kile ambacho tunaita mwongozo wa kudumu. Kuna mwongozo ambao ni wa kudumu. Kudumu maana yake ni Kiingereza ni permanent, yani haubadilishi. Ule mwongozo uko pale pale, na ndio ambao unatumika kumweka mwanafunzi mahali pake kulingana na ile swali ambalo ameulizwa, na hoja zake huwa zinapatikana katika mwongozo mwingine. Kwa hivyo huu mwongozo wa kudumu ni mwongozo ambao haubadiliki. Yeyote akiandika, ule mwongozo utatumika kumweka katika kiwango fulani ambapo ameafiki kulingana na jinsi ambavyo ameandika. Na kwa hivyo ningetaka tuweze kufuata hayo. Niseme kwamba kuna viwango vinne katika kukadiria ni wapi tutamweka mwanafunzi, na kuna kigezo cha A. Wale ni wale wanafunzi ambao ni waandishi bora sana, na iko katika kiwango cha A. Kuna kiwango cha B, kuna kiwango cha C, na kuna kiwango cha D. Nitaweza hata ingawa hiyo wanafunzi hamko katika kiwango kile cha chini, ni vizuri tuanze chini ndio tuweze kujua ni makosa gani ambayo unaweza kufanya ukajipata katika kile kiwango cha chini ambacho ni hatari sana. Kumbuka kwamba ni jambo la kustajabisha kujikuta kwamba tumeandika insha, umepata tatu, umepata moja au mbili ambayo tunaita bakshishi. Hukustahili kitu, lakini ukakoa bakshishi. Katika kiwango chetu hatustahili hivyo, na ndiposa tunapaswa kuelewa ni vipi mtu anaweza kuwekwa hapo ili tuweze kuyabaa yale makosa kama jini. Kile kiwango cha chini kabisa ni kiwango cha D. Kiwango cha D, na kwa jumla ni kwamba katika kiwango hiki ni kwamba insha ya mwanafunzi haieleweki vyovyote kwa vyovyote vile, ama uwezo wa mtahiniwa wa kutumia lugha ni hafifu sana, hivi kwamba mtahini lazima afikirie kila mtahini anachojaribu kuwasilisha. Tusichukulie kwamba wale wanafunzi ambao wataanguka katika kiwango hiki ni wale wanafunzi ambao tunaweza kusema ni juha, ni bubumbu. La, wewe mwenyewe ambaye unaielewa lugha, unaweza kuwa umeathirika sana na lugha ya Sheng, na kwamba katika kuandika kwako unatumia maneno mengine katika Sheng, maneno ambayo hata mtahini mwenyewe haelewi, na hivyo ni kumaanisha kwamba huwasiliani na mtahini. Na kwa hivyo unaweza kuanguka hapa kwamba insha haieleweki kwa vyote vile, ama uwezo wa mtahiniwa wa kutumia lugha ni hafifu sana, hivi kwamba mtahini lazima afikirie kile mtahini anachojaribu kuwasilisha. Kwa hivyo wale ambao wameathirika na Sheng, ningetaka uweze kutahadhari sana, usije ukaandika makala ambayo mtahini hawezi kuelewa. Na kwa hivyo utajitahadharisha kuwekwa katika kiwango kimoja na yule mwanafunzi ambaye ako na upungufu mwingi katika lugha, katika kujieleza, katika kuwaza kwake, utajumuishwa hapo. Kwa hivyo tujaribu sana kuepukana na hayo. Pia mtahiniwa hana uwezo wa kutumia maneno ya Kiswahili kwa njia inayofaa. Lugha imefurugika, uakifishaji haufai, na insha ina makosa ya kila aina. Kujitungia swali na kulijibu.
insha ya urefu wa robo ikadiriwe hapo. Kwa hivyo tulisema ukiandika insha fupi hata kama ni barua utakuwa pale pale. Kwa hivyo hatujaribu kuepukana na makosa kama haya ambayo yanaweza kuepukika. Lugha imefungika, uakifishaji haufai na insha ina makosa ya kila aina. Yaani lugha ambayo haieleweki. Natumai sisi hatuna wale wengi, hatuna watu ambao wa kiwango hiki, hatuna kabisa. Lakini unaweza kujiingiza katika kiwango hiki kwa sababu ya mapuuza. Ukadhani kwamba utatumia Sheng na ueleweke, lakini ukakuta kwamba umejiingiza hatarini. Ni vizuri pia tujue kwamba ukijitungia swali pia utaingia hapa. Utakuwa na alama moja, bili ile ambayo tunaita bakshishi. Kwa hivyo tuepukana na hilo swala la kujitungia swali. Soma swali na uelewe swali kabisa. Na ukifanya hivyo utakuta kwamba hakutakuwa na tatizo la kupotoka, na kwa vyote vile hatutakuwa na mwanafunzi yote ambaye ataingia katika kiwango hiki. Ni kiwango ambacho ni hatari sana, kwa sababu sasa ukipata miaka 4 umepata 3 kwa 20, umepata 2 kwa 20, hiyo ni balaa, na tunapaswa kuepukana na sio kumaanisha kwamba unapata hizo alama kwa sababu wewe ni mjinga. La, unaweza kupata hizo alama kwa sababu ulifanya makosa katika kuchagua swali. Ndio nikasema kwamba dakika 15 tumia kuhakikisha kwamba umechagua swali vizuri, umeandika vidokezo kuhakikisha kwamba lile swali utalikabili ipasavyo kulingana na jinsi ambavyo mtahini anahitaji. Kwa hivyo hatutapiga kambi hapo kwa sababu wengi takriban wote hatuko hapo, na wale ambao watakuwa katika hicho kiwango itakuwa ni bahati mbaya, itakuwa ni hayo ambayo naita mapuuza. Kiwango kinachofuata ambacho pia wanafunzi wanaopuuza wanajikuta wameingia pale ni kiwango cha ambao tunasema kwamba mtahiniwa ana shida ya kuwasilisha na kutiririsha mawazo yake. Mtahiniwa hana msamiati wa kutosha wala miundo ya sentensi ifaayo. Na mtahiniwa anafanya makosa mengi ya sarufi, ya hijai na ya msamiati, na insha yake haieleweki kwa urahisi. Wengi wetu tunafikiria kwamba kueleweka kwa insha ni kuandika ile lugha ambayo inasomeka, mtu anaelewa. La, kusema kwamba mtahiniwa na shida ya kuwasilisha na kutiririsha mawazo yake inamaanisha kwamba yule mwanafunzi kama ni swali la hoja hapati hoja.
cannot see them. I cannot see them. Okay, nilikuwa samahani kwa hitilafu hiyo kidogo. Nilikuwa nazungumzia kuhusu kiwango cha ambapo wanafunzi wetu pia hamko hapo kiwango hicho cha, lakini vizuri kuelewa ni vipi unaweza kujipata katika kiwango hiki. Na aghalabu nimesema kiwango hiki tunajipata kwa kupungukiwa kimaudhui. Kimaudhui kwa maana gani? Kama umeulizwa swali, tuseme swali ni simu za rununu zina athari mbaya katika jamii, na ikawa kwamba umepata hoja moja peke yake. Iwe kwamba katika kuandika hiyo insha umezungumzia kuhusu namna ambavyo simu za rununu zinatengenezwa, ile kampuni inatengeneza zile aina za simu na kadhalika, lakini katika kuandika kwako hukutaja athari zake, athari za simu hizi za rununu. Basi unajikuta katika kiwango hiki cha ambapo, na kile ambacho kinakuleta hapa ni kwamba mtahiniwa ana shida ya kuwasilisha na kutiridisha mawazo yake. Hutoi hoja. Pia unaweza kuwa na hoja kadhaa, lakini ikawa kwamba unafanya makosa mengi ya sarufi, ya hijai na msamiati, na tena insha haieleweki kwa urahisi. Hivyo hatuna wanafunzi wengi katika kiwango hiki, lakini bado ukicheza ukute kwamba umepotoka, hupati maudhui, bado unaweza kujipata katika kiwango hiki. Hebu niweze kuzungumzia kuhusu kiwango cha ya juu, alama 9 hadi 10, ambapo tunapata wanafunzi wengi wetu wakiingia pale. Mtahiniwa anawasilisha ujumbe vizuri akizingatia mada, lakini kwa njia isiyo na mvuto. Yaani uko na hoja, unaelewa swali, lakini ujumbe umewasilisha. Kusema umewasilisha ujumbe vizuri inamaanisha kwamba umetoa hoja, unaeleweka, lakini kwa njia isiyo na mvuto. Mvuto ni nini katika insha? Mvuto katika insha ni kule kutumia tamathali za semi, kutumia msamiati wa hali ya juu, kutunga sentensi nzuri na kadhalika. Huo ndio mvuto. Dhana tofauti zimejitokeza japo kwa njia hafifu. Yaani kuna hoja lakini kwa njia hafifu. Kwa kuna matumizi ya tafadhali za semi na kadhalika. 3, kuna mtiririko wa mawazo japo hana ufundi wa lugha unaofaa. Ndio, kuna hoja ziko lakini ufundi wa lugha unaofaa haupo. Hakuna matumizi ya tafadhali za semi, hakuna msamiati unaofaa, yani wa hali ya juu haujatumika pale. Labda kuna sentensi ambazo ni ndefu sana, kwa hivyo hukuhakikisha vizuri, yani ana shida uhakikishaji. Na mwisho ni kwamba kuna makosa ya sarufi, ya msamiati, ya hijai inayoathiri mtiririko wa mawazo. Kwa hivyo kwa jumla tunasema kwamba yule mtu ambaye anapata hizo alama 9, 10 ni yule mtu ambaye ndio amejibu swali linaeleweka, hoja zipo, lakini ule ufundi wa kuwasilisha kazi yake ndio ambao
uko na upungufu ule ufundi, yani hajatumia tamalaji semi, yani methali, misemo, nahau, msamiati, hajatumia msamiati wa hali ya juu hivyo. Kwa hivyo atajipata pale. Tuingie kiwango cha ba, ambapo wanafunzi wengi mko hapo, lakini ningetaka tuweze kutoka katika kiwango hiki tuingie katika kiwango cha A. Kiwango cha ba kuna nini? Katika kiwango hiki mtahiniwa anaonyesha hali ya kuimudu lugha. Yaani ukisoma kazi ya huyu mwanafunzi unangambua kwamba huyu mwanafunzi anaimudu lugha ya Kiswahili, anaelewa lugha ya Kiswahili. Pili, mtahiniwa anatumia miundo tofauti tofauti ya sentensi vizuri. Tumia miundo tofauti ya sentensi vizuri. Na tatu, mtahiniwa ana uwezo wa kutumia lugha kwa ufasaha. 4, mada imekuzwa na kuendelezwa kikamilifu. Na 5 ni kwamba insha ya urefu wa robo 3 ikadiriwe katika kiwango hiki. Hivyo tujue kwamba katika kiwango cha insha ya urefu wa nusu, yani maneno 175 hadi maneno 274 samahani, iweze kukadiriwa hapo. Kwa hivyo kiwango cha ba ni kwamba yule mwanafunzi anaonekana kuelewa lugha ya Kiswahili vizuri, anatumia miundo tofauti ya sentensi vizuri. Yaani hakuna makosa ya uakifishaji. Mtahiniwa na uwezo wa kutumia lugha kwa ufasaha, yani lugha vizuri bila kufanya makosa. Mada imekuzwa na kuendelezwa kikamilifu. Kwa hivyo nitazungumzia haya kwamba wakati mwingi unapata wanafunzi wakipata 11 kwa 15, 11 kwa 15. Kwa hivyo huyo mtu mpiku yule wa chanya kwa alama moja peke yake. Kwa nini? Ni kwa sababu huyu mwanafunzi kuna mambo ambayo hayadhihiriki katika insha yake. Ya kwanza inaweza kuwa ni kwamba mada imekuzwa na kuendelezwa kikamilifu. Hiyo kwamba hakuendeleza, hoja zipo lakini zile hoja hazijafafanuliwa vizuri. Akifafanua hoja vizuri, anaingia vizuri katika kiwango hiki cha ba. Kwa hivyo utampata 13, 10, 13, 14, 15. Na tena anatumia mitindo tofauti ya sentensi vizuri. Ningetaka tuweze kuangalia viwango hivi vya ba kwa kina, kwa sababu hapo ndipo wengi wetu tumekatalia. Mimi ningetaka tuweze kutoka hapa. Kiwango cha ba hasi 11 hadi 12. Ni kwamba mtahiniwa anawasilisha ujumbe vizuri kwa kueleza hoja tofauti akizingatia mada. Yaani kumaanisha kwamba huyu mwanafunzi hana tatizo na maudhui. Ile swali ambalo ameulizwa, ametoa hoja za kutosha. Na hoja za kutosha ni hoja kutoka hoja 6 hadi hoja 8. Hizo ndizo nasema hoja za kutosha, sio hoja 2 3. Hoja 5, hoja 6 kuendelea juu. La pili ni kwamba mtahiniwa na mtiririko mzuri, anakuwa na mtiririko mzuri wa mawazo. Yaani zile hoja zimepangwa vizuri kutoka ya kwanza hadi ya mwisho, na ile kazi inatiririka vizuri. Na tatu, mtahiniwa anatumia mifano michache ya msamiati unaovutia. Mtahiniwa anatumia mifano michache ya msamiati unaovutia. Kwa hivyo hapo ningetaka uangalie kwa makini, usikize kwa makini. Mifano michache ya msamiati
unaovutia. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba katika uandishi wa insha, msamiati unaovutia au ule ambao tunaita msamiati wa hali ya juu ni wa maana sana. Kwa maana sana kwa sababu unaona kwamba huyu ako na mifano michache. Na hii mifano michache inachangia kumrudisha chini. Akakosa kuingia 13, akaingia 12 kwa sababu ya hii mifano michache ya msamiati unaovutia. Tena makosa yanadhihirika kiasi. Yaani makosa ya sarufi na hijai yanadhihirika kiasi. Na ndiposa bado yanamvuta nyuma, yanamrudisha nyuma na kumleta kwa 11, 12. Kumaanisha kwamba makosa yakipungua zaidi, yule mwanafunzi atapanda juu. Akitumia yule mwanafunzi akitumia mifano mingi ya msamiati unaovutia, basi inamaanisha kwamba yule mwanafunzi atapanda, yani ataingia 13, 14. Kiwango cha ba wastani ni 13. Hebu tuweze kuangalia huyu mwanafunzi wa 13, kwa nini anakaa 13 na asiingie 14, 15. Kuna tofauti gani? 13, mtahiniwa anadhihirisha hali ya kuimudu lugha. Pili, mawazo ya mtahiniwa yanadhihirika akizingatia mada. Kwa hivyo hoja zote zipo na zimefafanuliwa vizuri. Pia anaonyesha kwamba anaimudu lugha, anaielewa lugha ya Kiswahili. 3, mtahiniwa anateua na kutumia mifano michache ya msamiati mwafaka. Mtahiniwa anateua na kutumia mifano michache ya msamiati mwafaka. Unaona ni kwamba huyu mwanafunzi pia ako na hili tatizo la kukosa kutumia msamiati mwafaka, msamiati wa hali ya juu kwa wingi. Lakini ametumia mifano michache tu. Na labda ndio akaweza kukwama pale. Hoja nyingine ni kwamba sarufi yake ni nzuri. Huyu mwanafunzi hana makosa ya kisarufi. Anazingatia ngeli za Kiswahili ipasavyo. Na ya 5 ni kwamba makosa ni machache. Kuna makosa machache. Na maanishaje? Mwanafunzi hawezi kuingia katika kiwango cha 13 iwapo makosa ni mengi. Na utajuaje makosa ni mengi? Wakati mtahini akisahihisha, huwa anaweka alama katika kazi yako. Anaweka alama katika kila kurasa, kuna zile alama. Makosa yakipatikana kwa mara ya kwanza anaweka mstari miwili na kadhalika. Kama kuna msamiati unaofaa, kuna mikwaju. Kama kuna hoja, kuna mikwaju pia. Kwa hivyo hizo alama mtahini akiangalia, hata wewe mwenyewe ukiangalia karatasi yako, utaona jinsi ambavyo umesahihishwa. Je, kuna makosa machache ama kuna makosa mengi? Kwa hivyo kama makosa sio machache, kama makosa ni mengi, basi ni nadra, ni vigumu sana kuingia katika kiwango hiki cha 13 kama kuna makosa, kwa sababu tumesema kwamba sarufi yake ni nzuri. Kwa hivyo kama sarufi ni nzuri, makosa hayatapatikana. Na pia ni mwanafunzi ambaye ako na tahadhari, kwa hivyo makosa ya hijai pia yatakuwa ni machache. Kiwango cha ba ya juu 15, 14, 15, ambapo wengi mlio hapa ambao ni bora, wengi tumekwama hapa. Ningetaka tuweze kutoka hapa tuingie katika kiwango cha A 16 kwenda juu.
15 ni kwamba mawazo ya mtahiniwa yanadhihirika wazi wazi. Yaani inamaanisha kwamba huyu mtahiniwa hoja zote amezitoa na hoja zake zinaeleweka vizuri na kazi yake imetirika vizuri. Pili, mtahiniwa anawasilisha ujumbe kwa njia inayovutia na kwa urahisi akizingatia mada. Yaani anawasilisha ujumbe kwa njia inayovutia na kwa urahisi akizingatia mada. Na tunasema kwamba njia inayovutia ni kumaanisha kwamba anatumia tamathali za semi, kuna methali, kuna misemo, kuna nahau. Hizo zote anatumia kwa urahisi bila kuonyesha kwamba anatatizika kuzitumia kwa sababu hafanyi makosa. Mtahiniwa ana mchanganyiko mzuri wa msamiati unaovutia. Ana mchanganyiko wa msamiati unaovutia. Kwa hivyo ningetaka uzingatie hapa vizuri sana, ujue kwamba kuna wale ambao wanasema kwamba msamiati wa hali ya juu, msamiati unaovutia, hiyo ilikuwa ni kazi ya shule ya msingi. La, msamiati unaovutia unahitajika kutumika hata katika kiwango hiki, na ndiposa mtahini anasisitiza kwamba mtahiniwa akiingia katika kiwango cha 14, 15 lazima awe na mchanganyiko mzuri wa msamiati unaovutia. Sarufi yake ni nzuri, uakifishaji wa sentensi zake ni mzuri, na mwisho ni kwamba makosa ni machache ya hapa na pale. Makosa ni machache ya hapa na pale. Sasa natumai umeona ni kwa nini wanafunzi anapatiwa 13 na sio 14, 15. Na ni vizuri uelewe kwamba anapatiwa 14, 15 kulingana na ubora wake. Hoja ya kwanza tumesema kwamba mawazo ya mtahiniwa yanadhihirika wazi wazi. Yaani unaelewa moja kwa moja vile ambavyo anataka kusema. Sarufi yake ni nzuri. Uakifishaji wa sentensi zake ni mzuri. Na makosa ni machache ya hapa na pale. Huyu ni mwanafunzi ambaye ametoa hoja zote. Hoja zote zipo, zimefafanuliwa vizuri, na makosa ni machache sana, na zaidi ya hapo anaifanya insha yake kuwa na mvuto, kuvutia kwa kutumia kwa wingi tamathali za semi na msamiati wa hali ya juu, wa hali ya juu. Makosa nayo anahakikisha kwamba ni machache sana. Ni makosa ya hapa na pale. Makosa yapo lakini ni makosa ya hapa na pale. Kwa hivyo wewe ambaye uko hapo na unajua vizuri kwamba katika insha yako hufanyi uteuzi kwa msamiati unaovutia. Katika insha yako hutumii tamathali za semi. Ukiangalia hutapata hata methali moja, hutapata hata msemo mmoja, hutapata tashibihi, hutapata istiari. Ujue kwamba huwa uko na upungufu ambao unakuzuia kuingia kiwango cha juu. Hapo mwanzoni kumbuka nilisema kwamba insha inasahihishwa kwa kukadiria, kupima. Unapima, unaona huyu ataingia wapi. Na utapata kwamba kama umeangalia vizuri, kama umezingatia hayo ambayo ninasema, kama umezingatia vizuri, huwezi kukosea sana ukimweka mwanafunzi katika kiwango fulani. Nilisema kwamba ningetaka wewe mwenyewe ukiandika insha, unaweza kuandika insha na ukaweza kuangalia na ukajua unaweza kuwa katika kiwango gani. Hakuna cha kubahatisha hapa, ambapo
wengi wetu tunaamini hakuna cha kubahatisha. Lazima uandike ipasavyo, na hata mtahini akitaka asitake, apende asipende, hizo alama ndizo zako. Na nishawahi kuona wanafunzi wakija kwangu amepata alama za chini, lakini anashikilia kwamba kulingana na vile ambavyo nimeandika, insha yangu iko katika hiki kiwango kwa sababu hii na hii na hii, niko na maudhui, yani hoja zote niko nazo. Ukiangalia sijafanya makosa ya sarufi na hijai, kuna makosa 2 matatu. Nimetumia msamiati wa hali ya juu na ndio huu na ndio huu. Pia nimetumia tafadhali za semi ndizo hizi. Sijafanya makosa yote ya uakifishaji, na kwa hivyo mwalimu mimi siwezi kukubali kupewa 10. Niko 13. Tuangalia unakuta kwamba ako hapo. Kwa hivyo tujue kwamba hakuna swala la miujiza. Ningetaka tuweze kuangalia kiwango cha A, ambapo ningetaka kila mtu aliye hapa anaweza kuingia katika kiwango hiki cha A. Hakuna miujiza yoyote ambayo inastahili kufanyika ili uweze kuingia kiwango hiki cha A. Na kwa jumla kiwango cha A ni kwamba mtahiniwa ana ubunifu wa mawazo yanayodhihirika na kutiririka akizingatia mada. Ubunifu wa mawazo yanayodhihirika na kutiririka akizingatia mada. Pili, mtahiniwa anadhihirisha ujuzi wa lugha yenye mnato. Yani ametumia tafadhali za semi, ametumia kila kitu kwa wingi. Tatu, ana uwezo wa kutumia tafadhali za semi ili kutoa hisia zake kwa njia bora na kwa urahisi. Ana uwezo wa kutumia tafadhali za usemi ili kutoa hisia zake kwa njia bora na kwa urahisi. Yani tunamaanisha nini tunaposema hivi kwamba ana uwezo wa kutumia tafadhali za usemi ili kutoa hisia zake kwa njia bora na kwa urahisi. Kwa mfano katika kuandika unaweza kutumia methali kama kweli au ina, mtoto wa nyoka ni nyoka. Yule mtoto alichukua mienendo ya babake ambaye alichukua samahani, yule mtoto alichukua mienendo na tabia za babake ambaye alikuwa ni muovu kama ibilisi, na watu wote kijijini walimuabaa kama jini. Yani hapo unapata kwamba yule mwanafunzi anajaribu kufafanua. Yani yule babake alikuwa ni muovu kama ibilisi. Watu walipaswa kumuabaa kama jini. Hizo ni tashibihi. Kwa hivyo katika hiyo sentensi moja, huyo mwanafunzi ameweza kutumia methali mtoto wa nyoka ni nyoka, ameweza kutumia tashibihi, na hizo ndizo tunaita tafadhali za usemi ambazo inafanya yule mwanafunzi asemekane kwamba ana uwezo wa kutoa hisia zake kwa njia bora na kwa urahisi. Pia ubuji wake unadhihirisha ukomavu na ukakamavu wake kimawazo. Yani ubuji maana yake inahusiana na ufundi, yani ule usanii ambao unadhihirika pale. Unadhihirisha ukomavu na ukakamavu wake kimawazo.
na tena ni vizuri kuzingatia kwamba insha ina urefu kamili. Hata utumie huu msamiati wa hali ya juu, uwe na hoja zote, tumie tamathali za semi, uwe na hati nzuri ajabu, kama insha yako haijafikisha maneno 400, maneno 375 hadi 400, utakuta kwamba hutaweza kuingia katika kiwango hiki. Na hili ni tatizo ambalo baadhi yetu tuko nalo katika darasa hili. Kuna baadhi yetu ambao nimeona wanaandika vizuri sana, lakini wako na upungufu wa maneno. Hiyo ni hasara kubwa kwa sababu umeboresha kuandika kwako, lakini ukashindwa na kuongezea yale maneno. Na kuongezea yale maneno sio vingine, ni matumizi ya hizi tamathali za semi, kwa sababu wakati ambapo unatumia methali, wakati ambapo unatumia tashbihi, misemo, hizo zote zinakuongezea maneno ambayo unatumia katika kuandika insha. Nitaangalia pia viwango mbalimbali vya kwa sababu ningetaka kila mtu aweze kuingia katika kiwango hiki cha wa kwanza, ya chini 16-17, mtahiniwa anadhihirisha ukomavu wa lugha. Yaani ukisoma kazi yake utaona ni kweli huyu ni mtu ambaye amekomaa katika lugha ya Kiswahili. Pili, mawazo ya mtahiniwa yanadhihirika na anaishughulikia mada vizuri. Mawazo ya mtahiniwa yanadhihirika na anashughulikia mada vizuri. Tatu, ana mtiririko mzuri wa mawazo. Msamiati wake ni mzuri na unaovutia. Kwa hivyo tupate hapo msamiati wake ni mzuri na unaovutia. Tano, sarufi yake ni nzuri. Sita, anatumia miundo tofauti ya sentensi kiufundi. Na ya saba ni kwamba makosa ni machache yasiyo kusudiwa, ambapo unakuta kwamba yule mwanafunzi akona makosa ya hijai na ni makosa labda yametokana na adhari ya lugha ya kwanza. Kwa mfano badala ya kuandika ongeza unaandika ongeza, na haya ni makosa ambayo yule mwanafunzi hakukusudia kuyafanya au hayafanyi kwa sababu amepungukiwa katika kujitayarisha kwake, ni labda kutokana na hiyo adhari ya kwanza. Na kwa hivyo makosa kama hayo hawezi kumshusha sana, na kwa hivyo utampata akiwa katika kiwango hicho cha ya chini 16-17. Hebu tuone yule mwanafunzi ambaye katika kiwango cha 18 wastani 18. Kumbuka kwamba hata tulikuwa na wastani 13. Huyu ni mwanafunzi ambaye ako pale katikati, yani hajaenda juu zaidi na ako pale. Ni kwamba mtahiniwa anawasilisha ujumbe vizuri kulingana na mada, anajieleza kikamilifu akitumia lugha ya mnato, anatoa hoja zilizokomaa, anatumia msamiati wa hali ya juu na unaovutia zaidi, anatumia miundo tofauti ya sentensi kiufundi, makosa ni nadra kupatikana. Kwa hivyo tofauti ya huyu mwanafunzi wa 16-17 na huyu wa 18 ni moja tu, au ni tofauti mbili tu. Ya kwanza ni kwamba anatumia msamiati wa hali ya juu unaovutia zaidi. Huyu wa 16-17 anaweza kuwa pia kuna huo msamiati wa hali ya juu, lakini hauvutii zaidi. Na pili ni kwamba makosa ni nadra
kupatikana, ni nadra kupatikana. Huyu mwanafunzi wa 18 aghalabu katika utahini utakuta kwamba wanaelekeza kwamba yule ambaye amefanya makosa zaidi ya makosa matatu au makosa matatu hadi makosa matano asiweze kuingia 18. Kumaanisha kwamba huyu ni mwanafunzi ambaye makosa kwake ni nadra kupatikana. Kwa hivyo iwapo makosa yamezidi kidogo, atashuka, ataingia 17 au 16. Tuangalie yule mwanafunzi ambaye ni bora zaidi, 19 hadi 20. Mawazo yanadhihirika zaidi na mada imeshughulikiwa vilivyo. Wote wa A lazima watimize hayo. Anajieleza kikamilifu akitumia lugha ya mnato. Hoja zake zimekomaa na zinashawishi. Hoja zake zimekomaa na sio kukomaa tu, zinashawishi. Msamiati wake ni wa hali ya juu na unaovutia zaidi. Msamiati wa hali ya juu na unaovutia zaidi. Sarufi yake ni nzuri zaidi. Anatumia miundo tofauti ya sentensi kiufundi. Makosa yote kwa jumla hayazidi 5. Kwa hivyo makosa yote ambayo huyu mwanafunzi ambaye anaweza kufanya, labda makosa 4, 3, makosa 2, kosa 1, lakini yakipita makosa 5 atashuka hadi wastani 18. Kwa hivyo kile ambacho huyu mwanafunzi bora zaidi huwa nacho tofauti ni kwamba tumepata kwamba anajieleza kikamilifu akitumia lugha ya mnato. Yaani hoja 3 kwamba hoja zake zimekomaa na zinashawishi. Ambapo ile hoja imekamilika, imetolewa mifano, lugha ya msamiati wa hali ya juu imetumika, tamlaji za semi zimetumika na kadhalika. Huyu ndio mwanafunzi ambaye ataingia hapa. Na zaidi tuelewe kwamba ni makosa. Yule mwanafunzi lazima awe na makosa machache zaidi. Ningetaka kuzungumzia kuhusu hizi alama. Niseme kwamba karatasi hii inasahihishwa kwa 20. Insha moja ni alama 20. Kwa hivyo insha 2 jumla alama 40. Na ni vizuri kuelewa kwamba ukiangalia asilimia, yule mwanafunzi ambaye amepata 10, hiyo ni 50. Ukipata 11 ni 55. Ukipata 12 ni 60. Ukipata 13 ni 65. Ukipata 14 ni 70. Ukipata 15 ni 75. Ukipata 16 80. Ukipata 17 85. Nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba alama moja katika insha ni muhimu sana. Inakuongezea 5%. Kwa hivyo tuelewe hivyo. Na kwa hivyo ni vizuri daima uweze kujikakamua. Kumshawishi mtahini akuongezee alama hiyo moja. Usihatarishe mtahini aweze kukunyima
kunyima alama kwa sababu ya labda mapuuza. Kuwa king'ang'anizi wakati wote, ng'ang'ania kujiongezea alama moja. Hebu huyu mtahini aweze kusubuka kuangalia kuangalia ni makosa gani ambayo huyu mwanafunzi amepata, ili akijaribu kupatia 13 anaona lazima akupandishe, akupatie 15, akuongezee uingie 15, 16, 18 hivyo. Na hayo yote yataweza kufanyika iwapo tutaweza kuepukana na mapuuza. Tuchukulie insha kama somo lingine lolote, na tuweze kudurusu kama tuweze kufanya utafiti, tuweze kuangalia au kupitia zile insha bora ambazo zimeandikwa na wenzetu na wakapata alama za juu. Tuweze kufanya mazoezi ya kuandika kila wakati. Useme kwamba huwezi kufanya mazoezi, huwezi kuandika kwa sababu hakuna mtu wa kukusahihishia. Hakuna kitu kama hicho. Nimekuelekeza, nimekuonyesha ni vipi unaweza kujua ni kiwango gani ambacho umeingia, na iwapo unataka kujiboresha kutoka mahali ambapo upo sasa hivi, ni kazi kwako uweze kujua kama wakati mwingi ni hoja huwezi utoi hoja zote. Jibidiishe uweze kuhakikisha kwamba wakati wote ukiandika insha iko na hoja 6. Kama hujakuwa ukitumia tafadhali za semi, jibidiishe, tumia tafadhali za semi, fanya utafiti uone namna ya kuzitumia bila kufanya makosa. Kama ni swala la msamiati, pia hakikisha kwamba unatumia msamiati ambao ni wa hali ya juu, ambao ndio tumesema unaifanya insha iwe yenye mvuto, iwe ni insha ya kuvutia. Katika kipindi cha leo, kwa sababu ya wakati, hatutaweza kuendelea zaidi, lakini kuna kipindi kingine siku ya Ijumaa ambapo sasa tutaweza kutamatisha kushughulikia haya yote kwa kina, na hususan haya makosa ambayo wengi tunafanya katika uandishi. Kuna yale makosa ya hijai au tahajia, kuna makosa ya kisarufi, kuna yale makosa ya mtindo, kuna makosa ya sura ya insha, na pia tuweze kujua zile alama ambazo mtahini anatumia kuonyesha kwamba makosa fulani yametokea, ili wakati wote insha yako ikisahihishwa unaweza kujua ni kiwango gani ambacho unapaswa kuwekwa. Hilo nalo ni la muhimu sana. Kwa hivyo pia kuna hili swala la msamiati ambapo pia ni vizuri, na ningetaka kuelekeza kwamba kila mmoja wenu aweze kuwa na orodha ya msamiati wa hali ya juu, maneno takriban 50, ili wakati wote insha ikitokea au ukipata swali la insha uwe uko na uwezo wa kupitia ule msamiati
na ukateua ule msamiati mzuri na ukautumia katika kuandika ile insha, ndio ionekane iko na mvuto. Nimesema kwamba unaweza kuandika na ikawa kwamba insha yako haina makosa yote, lakini kama hujatumia msamiati wa hali ya juu, kama hujatumia tamathali za semi, yani methali, misemo, tashbihi, istiari, kama hujatumia hizo, basi itasemekana kwamba insha yako haina mvuto. Kwa hivyo unakuta kwamba unawekwa kiwango cha chini badala ya kuwekwa kiwango cha A, unajikuta kwamba umewekwa kiwango cha ba hasi au hata cha. Kwa hivyo ile kazi ambayo ningetaka kuwapa ni kwamba kwa wakati huu sitaweza kuwapatia insha muweze kuandika, kwa sababu ningetaka baada ya kipindi cha Ijumaa niweze nitawapatia insha. Zile insha mkiandika, baada ya kuandika zile insha mtanitumia, kwa sababu natumai kwamba mtafuata haya maagizo ambayo haya maelezo ambayo tumeyatoa. Uandike insha, ambapo nitataka zile insha ambazo ni bora, baada ya kuangalia insha au kuipitia na ukaona kwamba hii insha imeingia kiwango cha 15, imeingia kiwango cha 16, 17, 18, tutaongea ni gani ambayo nitataka ulitumie, ili kama umeandika vizuri sana, baada ya kuisahihisha niweze kuiweka kwa mtandao, ili wenzako waweze pia kuipitia na kusoma kupitia hiyo insha, jinsi ambavyo insha bora inapaswa kuandikwa. Na ninaamini kwamba kuna baadhi yetu hapa ambao ni magwiji, ni wakereketwa wa lugha hii ya Kiswahili. Kiswahili wanakienzi, na kwa hivyo kama ni kuandika, wanajikakamua kuandika. Ushauri ni huo, uweze kufuata ushauri. Kwa hivyo ningetaka uandike orodha ya msamiati bora 50, uandike methali 50, maana na matumizi yake. Hakuna mtu ambaye anaweza kujua methali zote katika kamusi ya methali. Hakuna mtu ambaye anaweza kujua semi zote. Inategemea matumizi katika mazingira unamoishi, inaweza kuwa ni shuleni, inaweza kuwa ni nyumbani na kadhalika. Kwa hivyo haijalishi umetumia methali gani. Inaweza kuwa ile methali ambayo umetumia ni haba na haba hujaza kibaba. Kama imetumika vizuri, utapata mkwaju kwa kuonyesha kwamba unatumia tamathali za semi vizuri. Kwa hivyo tuseme kwamba ati tunaenda kufanya utafiti, utafute zile methali ambazo ni ngumu sana ili utumie katika kuandika insha. La, sio hivyo nasema uteue methali ambazo utaweza kuzielewa vizuri kulingana na mazingira. Ni vizuri tuelewe kwamba kuna zile methali ambazo zinatumika sana pwani, kuna zile ambazo zinatumika sana bara na kadhalika. Kwa hivyo kulingana na mahali ambapo unatoka, ili uweze kuwa na uwezo wa kuandika kwa urahisi bila kusumbuka, au ukanakili methali fulani lakini ikawa kwamba kesho utaisahau kwa urahisi. Sivyo nasema. Na pia msamiati wa hali ya juu, sisemi ati uende kutafuta msamiati ambao haueleweki, la, ni msamiati ambao unaeleweka. Katika kipindi kijacho pia mimi nitakupa
mifano au orodha ya msamiati bora ambao unaweza kujiongezea katika kuandika kwako. Nitaweza kutamatisha na niweze kutoa shukran zangu za dhati kwa wale wote ambao wameshiriki katika kipindi hiki. Nawatakia kila la heri mkiwa hapo nyumbani. Takia jioni jema na usiku mwanana. Tuweze kujichunga vizuri, tusipatikane na huu ugonjwa wa COVID-19. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Shukran.